Kwa sababu ya masaa, naomba tusimame. Naomba tusimame kwa sababu ya masaa. Tungependa tuendelee na sifa, tungependa tuendelee tu na mambo mengi, lakini kwa sababu ya masaa tunataka tuingie moja kwa moja kwa mafundisho. Maneno ambayo tunasikia hapa kila jioni, mimi hukwambia napewa nikuletee, sio ya kwangu. Hata mimi mwenyewe nikiyaongea kiasi gani, na mimi sina mbingu yangu ya kukupeleka, itakuwa ni kazi ya bure. Lakini kwa sababu ina mwenyewe, ndio maana napewa nikuletee. Naomba nigeuzie ile speaker. Napewa nikuletee. Asante. Na tuko wakati mgumu, ni wakati wa maandalizi, wakati wa matayarisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia ni wakati wa matayarisho, mtu asikudanganye. Tulipewa karne nzima ya kujitayarisha. Nuhu alipewa karne nzima ya kutayarisha kizazi cha kwanza. A whole century, 100 years to prepare the people. One full century. Na watu wakasema, huyu mtu amehubiri sana, hakuna kitu. Lakini maandiko inasema Mungu alingojea mpaka wakati Nuhu ameingia ndani ya safina, alafu ile mvua ilianza. Maana yake mvua haikuanza nje alafu wakakimbia ndani, ni kama wamepatwa ghafla. Na hata sisi Mungu atangojea mpaka wakati kanisa litanyakuliwa. He cannot go against Jesus Christ. He can never. Atume Yesu, enda okoa watu, enda andaa watu, alafu akuje alete judgment mapema. God can never go against Christ. Atangoja mpaka Yesu amalize kazi yake, alafu ashukishe mipango yake. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uinamishe uso wako mahali ulipo. Asanteni sana. Naona mpaka ng'ambo ile tumeweza kutii. Inamisha uso wako mahali ulipo, tumwalike Baba na Mwana na Roho Mtakatifu vile vile. Baba, ni asante kwa majira mazuri haya. Heshima ni yako. Ulisema mahali 2 watatu wako, wewe uko pale. Na Bwana, haya yote yanafanyika kwa ajili yako. Inawezekana ikaonekana ni jambo la kipuuzi kwa wale wanaopita njia. Inawezekana ikaonekana ni kwamba hakuna kitu tunafanya hapa. Hiyo ni sawa, kwa sababu ni maandiko. Maandiko yanasema neno la msalaba kwa wale haswa wanaopotea ni upumbavu, lakini kwetu ni nguvu na uzima. Basi tunakuomba, zungumza nasi, tuandae. Tuko tayari kusikia. Letu ni kusikia. Ndio maana tumekuja hapa tujinyenyekeze. Yale yote ambayo yamekusudiwa mbele ya dunia hii, Baba, sisi hatuna uoga kwa sababu tuko nuruni. Maandiko yanasema sisi wa nuruni hatuna jambo la kuogopa wala la kuhofu, kwa sababu ile siku kwetu sisi lazima itatupata, tumeandaliwa. Basi zungumza na sisi, tukemee, utuonye, tukaripie, ili tuweze kukamilika. Chochote kinaweza kutuzuia ibada hii, Baba, tunatubu. Tunatakasa alta hii kwa damu yenye nguvu. Damu ya Yesu ndiyo yenye nguvu na mamlaka yote na uwezo wote, inayotuficha, inayotuhesabia haki, inayo hata tutenga na chochote ambacho tunadaiwa na ufalme wa giza. Lawama yoyote, madeni yoyote, chochote kile ambacho kinaweza kumpatia shetani mamlaka juu yetu, hii damu huwa inatuondoa kwake. Basi hiyo damu ikatufunike hapa. Kila mmoja anayesikia sauti hii, vyombo hivi vikafunikwe, na hata masikio yetu pia yakafunikwe, tukaweze tukapokea yale yanayostahili.
Nashukuru sana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu there is no confirmation until there is proclamation. Lazima tutangaze kwanza mambo ya Kristo, alafu ndio yeye ana confirm. Nashukuru kwa ile kazi amepanga kuweza kuconfirm jioni ya leo. Ana mambo yake tu amekusudia. Tumeambiwa kwamba kazi yake ni nyingi. Basi Roho wa Bwana chukua mamlaka. Wacha ndimi ya moto iliyokaa juu yetu ikaweze kukamata ulimi wetu. Basi kukawe na connection kati ya huo moto na ulimi wetu, ili tukaweze kuyanena mambo yako. Mambo yamejaa neema na nguvu na moto kweli. Asante Baba kwa mengine mengi ambayo hatujaomba. Wewe ni mwaminifu hata wa kweli na wa kututendea. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wote tuseme amen. Si uchukue nafasi yako alafu unajali afya yako. Jali afya. Usikose kuweka maski pale. Usikose kuweka mask. Weka maski yako. Maji yako pale, unaweza ukanawa mikono. Unaweza ukanawa na sabuni pale. Hakikisha mahali umekaa, bwana hakuna mwingine anakuja kujifinya hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jana nilikuambia ya kwamba Mungu ametupatia, tulisoma mambo mengi ya kutupatia uhakika ya kwamba sisi hatutaachwa waliookoka. Na inategemea tu wewe ambao umefanya njia zako vizuri. Nilikwambia kuna watu ambao wanapokwenda katika toba, wengine hawatangulizi damu ya Kristo, kwa sababu hiyo damu ndio agent ambayo inatukamilisha katika upatanisho wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. It is the agent, it is the right agent. Ama tunaweza kusema detergent ambayo inatutakasa na kutupatanisha na Baba. Na kuna wengi mimi nimesikia wanapenda kupeleka toba zao na inakuwa ni hadithi na mchungaji, na wanaongea tu mambo yao na mchungaji, alafu inakuwa ni maombi ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Without proclaiming the blood of Jesus Christ. Hatutaji damu ya Kristo. Hatutaji hiyo damu, hatumtaji Roho Mtakatifu. Nimekuambia anointing ya the Holy Spirit ndio ina preserve the blood, and that blood inakuwa fresh as ever. Hallelujah. Tulisoma kwenye kitabu cha Walawi 8 mstari wa 22, wakati Aaron alikuwa anawekwa wakfu na watoto wake, na tunasikia kwanza damu ilimwagwa juu yao, au mafuta yakanyunyizwa juu yao, na waliwekwa wakfu na wakawekwa alama kwa masikio, alama kwa kidole gumba, alama kwa gumba ya mguu, na hizo ni alama waliwekwa. Na tunaambiwa that is a shadow of what is coming. Na sisi pia tuna alama zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna alama zetu. Tuliambiwa kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari ni ule wa 28, nasema kwamba kama vile Musa alivyomwaga ile damu ili aweze kuinyunyiza juu ya wana wa Israeli, yule mwovu asiwaharibu, na sisi pia damu ya Kristo vile vile, it protects us. It protects us. It is our identity. Na ndio maana nikakwambia, kama kuna kitu ambacho Biblia imekuwa ikiimba kila wakati, shika sana ulicho nacho, shika sana ulicho nacho, shika sana hiyo damu, ndugu yangu, iprotect. Linda hiyo damu, chunga hiyo damu, because as long as the blood is fresh, the covenant has power. Agano lina nguvu. Damu ikiwa fresh, agano lina nguvu. Damu isipokuwa fresh, damu ikikufa, agano haina nguvu. Wangapi tunaelewana language nzuri? Bwana Yesu asifiwe sana. As long as the blood is fresh, the covenant has power. Na nilikwambia ya kwamba that covenant, when it has power, ndugu yangu, hata wewe mwenyewe wakati unapofanya sala zako zinafika express mbele za Baba, unaweza ukavunja minyororo yote, pingu zozote, unaweza ukavunja laana zote, unaweza kutrace back the lineage of your family. Bwana Yesu asifiwe sana.
Unaweza ukatrace back the lineage of your family, ukaona ni nini zimekuwa obstacles katika maisha yenu, katika familia zenu, and you use the power in the blood of Jesus to break every covenant ambazo zimeinuliwa pale. Hallelujah. And that is possible only if the blood is fresh. Only if the blood is fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumpe Kristo makofi mazuri, makofi ya kupendeza. Asante sana. Na mimi ninataka niguse kitu hapa, kitu kimoja ambacho nafikiri kitatusaidia sana jioni ya leo. Is the rapture real? It is real. Je, rapture ni ya ukweli? Ni ya ukweli ndugu yangu, itatendeka. Siwalaumu wale ambao wanapingana na swala la kunyakuliwa kwa kanisa, sababu many of us we don't have roots katika masuala ya kiroho. We like playing religion but not spirituality. Wangapi tunaelewana vizuri? We like playing religion but not spirituality. Na ndio maana mambo ya kiroho yanatupiga chenga. Hatuna wachungaji ambao wameweka akili yao yote tu kwa mambo ya kiroho. Wako ni wachache sana, wachache. Mahali pengine hata hawaonekani. Hata ukiwatafuta namna gani ndugu yangu kuwapata ni kazi ngumu sana. Lakini nashukuru kwa wale wachache ambao wamejitia nguvu, wamejitia moyo, wamehakikisha kabisa they will speak about the spiritual life. That spiritual life. Yale maisha ya kiroho ambayo yanatulinda. Na leo nataka tusome kitabu ni kile cha Wakorintho wa kwanza 15. Nataka tusome kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. Maneno yako pale mazito na ni maneno magumu. 15 tutasoma pale mstari mzuri ambao unatuongoza. Nataka tuanzie mstari wa 40. Mstari wa 40. Unaweza ukajipanga tu vizuri ukaanzia mstari wa 35. Lakini mimi nina mambo pale kwenye mstari wa 40. Na inatuelezea jinsi ambavyo tunaweza kufufuka kwa ufalme ule. Kuna vitu lazima upoteze katika ufalme huu ili uweze kuvipata katika ufalme ule. Kuna vitu lazima uvipoteze katika ufalme huu ili uweze kuvipata katika ufalme ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu lazima vife katika ufalme huu ili ziweze kufufuka katika ufalme ule vikiwa sawa kabisa. Na kuna watu ambao sijui wanapata notion gani, sijui wanaelewa aje rapture. Lakini ndugu yetu alibarikiwa na hekima ya kuelewa hata kile kitakachotukia mpaka akakiandika in writing. Hakutumia just maneno ya kubahatisha, Hebu sikiliza vile anasema. Wacha tuanzie mstari wa 35. Wacha tuanzie mstari wa 35. Ndio tutaipata mzuri. Anasema lakini mtu anaweza kuuliza, watu wanafufuliwaje? Unajua anauliza, huyu anasema, Paulo anasema, lakini kuna mtu anaweza kuuliza, watu ufufuliwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa nimekaa mahali jana usiku nikipitia mambo yangu, na nikapita mahali watu walikuwa wanajadili Muislamu he is a pastor lakini alikuwa na roots kidogo za Uislamu. He is a pastor lakini alifanya masomo ya Uislamu na pia amekuwa sasa Mkristo. And this man anasema the problem ambayo iko kwa Waislamu, wanakubali everything about Jesus, lakini wanakataa the key elements ambazo zinatuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema Yesu hakufufuka, Yesu hakukufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na these are the key elements ambazo, yani hizo ndizo zilileta Yesu hapa duniani. Hizo ndio the key element. Ya kwamba kitabu cha Warumi inasema
yeyote atakaye mkiri Kristo kwa kinywa chake na kusadiki ndani ya moyo wake, Bwana Yesu asifiwe sana, basi ameokoka, ataokoka. Haleluya, huyu mtu ameokoka. Sasa kuna key elements ambazo tukizikata, by the way, hata Paulo anasema huyu Yesu tusipoongea mambo yake kuhusu kufufuka, basi hii injili ni bure. Tusipoongea mambo yake kuhusu kufa, hii injili ni bure. Ndugu yangu, what do you mean when you say tunakubali Yesu aliweza kuponya wakoma, tunakubali alifufua watu, tunakubali alifanya vipofu waone, lakini hatukubali kwamba alikufa, na hatukubali ya kwamba aliresurrect. Hata tunakubali yeye ndiyo nabii peke yake anakuja kuchukua watu wake. In fact, hata wanakubali about the coming of Christ, but the death and resurrection wanasema hiyo hatukubali. So Yesu alikuwa nani? Was he an angel? Bwana Yesu asifiwe sana. If he did not go through death, was he an angel? Yeye alikuwa nani? Haleluya. Na Yesu Kristo anasema wazi, mtu yoyote hata kubali mauti yangu na my ascension, mtu yoyote hata kubali mauti yangu na kufufuka kwangu, huyo sio wangu. Haleluya. Hebu sikia, watu wanafufukaje? Na hizi ni gharama za kiroho, lazima tulipe, lazima tulipe. Nilisema kazi ndani ya Ukristo ni kubwa, lakini kuna watu hawajui how to go about it. Okay, mimi nimeokoka pastor, si nimemaliza kazi? Hapana, kuna vitu bado tunalipia gharama. Alafu Paulo anasema hivi, nyinyi wapumbavu, mpandacho hakiwi hai kama hakikufi. Mpandacho hakiwi hai kama hakikufa. Kile mumepanda hakitakuwa hai mpaka kama hakijakufa. Si lazima kipitie mauti kwanza ndio kikue hai. Haleluya. Ile mbegu tunaweka kwa mchanga, ile mahindi, ile maragwe tunaweka kwa mchanga, haikufani kwanza ndio ikue hai. Haleluya. So we must kill something. There is something we must kill. We must kill in order to. Haleluya. Na huyu jamaa alipewa neema ya kutueleza hata the process ya sisi kukufa na kufufuka. Si tumpigie tu Bwana Yesu makofi jamani. Mimi nakumbuka wakati tukiwa shule ndio tulikuwa tunaonyeshwa vile, what is it, caterpillar ama butterfly, vile hata inaanza kukua mayai mpaka inakuwa sijui cocoon, inakuwa caterpillar, halafu ndio inakuwa butterfly. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imagine scientists wanaweza kueleza the whole process, vile maisha, the life cycle of a fly, ile inzi. Bwana Yesu asifiwe sana. The life cycle of a butterfly wanaweza kueleza yote, na ndugu yetu Paulo anaeleza vile itakuwa ile life cycle yetu mpaka sasa tutoke kuwa wanadamu wa kawaida na tuvikwe mwili ya mbinguni, tuvikwe miili ya mbinguni, tuwe sasa na miili mipya. Yesu alienda through that transfiguration. Alizikwa kama mwanadamu, alifufuka kitu kingine. Alizikwa mwanadamu wa kawaida, lakini alipofufuka aliweza kupita kwa ukuta, aliweza kupita wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Liweza kubebwa na upepo, kaenda mpaka kwa mawingu, akapotelea huko. Haleluya. Umejipangaje ndugu yangu? Maisha ya kiroho sio rahisi. Mimi husema lazima hivi vitu hata wewe uwe na interest navyo. Mchawi anaweza kuwa hapa lakini roho yake iko mahali fulani. Yaani wamesama kwa mambo ya kiroho mpaka wanatembea kiroho. Unafika kwa nyumba yake anakuambia niliona ukikuja. And these people wako na a lot of interest in spiritual issues, mpaka wako very ahead kwa mambo mengi ambayo sisi hatuelewi. Mchawi hata anaweza kujua kama wewe umeokoka kweli ama wewe ni fake. Lakini wewe huwezi kujua kama huyu ni mchawi.
Hallelujah. There is this man kwa kitabu cha Wafalme wa Kwanza 13. This man was so powerful. Huyu ni mtu alikuwa so powerful. Alikuwa anaitwa mtu wa Mungu. Alafu na nabii mzee. Kulikuwa na nabii mzee na mtu wa Mungu. Bwana Yesu asiweza. And this man was so powerful. Huyu mtu alikuwa hata nasikia mfalme aliinua mkono hivi, huyu jamaa akaikata. Akaikata, mkono ikaanguka chini. Alafu mfalme alipobembeleza, huyu jamaa alichukua mkono akarudisha. Very powerful. Lakini alipokutana na mchawi hakumjua. Wanangu wanaelewa ile kitu ninajaribu kusema. You can be very powerful in the altar, lakini out there, haleluya. Jamaa anamwambia Bwana, hata mimi pia ni mtu wa Mungu, na Mungu ameniambia ukuje kwa nyumba yangu tukule na tukunywe. Mimi usinione hivi, I'm a man of God. Na huyu mtu na uwezo yote ile aliyokuwa nayo, he could not know, he could not understand. Paul was very wise. Paul was very wise. Aliona pepo kama hiyo kwa mwanamke. Inasema hawa ni watumishi wa Mungu. Akasikia siku ya kwanza. Siku ya pili akasikia tena huyo mama na kielele. Hawa ndio watumishi wa kweli wa Mungu. Akasema, hapana. Hii roho si yetu. Siku ya tatu aliikemea. Bwana Yesu asifiwe sana. What am I trying to tell you? Ndugu yangu, be very involved in spiritual issues. The knowledge of the Bible alone cannot help you succeed in spiritual matters. Mambo ya rohoni uhitaji kalamu na karatasi. Hakuna shule ya waganga wanaendaga wanatumia notes, wanaandika notes. Wanasema topic ya leo tunajifunza vile tunaweza funga mtu mkojo wiki mzima. They don't have that school. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hawa ni watu ambao wanajiingiza katika maagano ya kiroho na wanakaa maporini na wanaenda kule, na wengine wanafanya kazi kubwa sana hata ya kutry kukaa kama hao mapepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafanyaga kazi kubwa. I watch these Nigerian movies. Naonaga mtu bwana anajichora huko, yaani anataka kukaa design ya hiyo mapepo. Ndio hata mapepo ikitokea, hata akuje, hata anakaa aje, hatishiki kwa sababu tayari ako na image kama yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. But we are failed. Na mimi najua mambo, safari ya kiroho ni nzito. Ndugu yangu, safari ya kufunga na maombi na kufunga na kukesha na kujinyima, hiyo ni safari nzito ambayo mtu wa kawaida hayuko tayari, na safari ya kudumu katika sala and fighting even the wars that don't belong to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Having interest of taking the territory of Muthurwa. Yaani unataka katika ulimwengu wa roho, ndugu yangu, hakuna anga imefungwa juu yako. Uko na interest ya kutake territory of all starehe. Unasema siichukui on the land, in the air. Sitaki yoyote yawe juu yangu. Sitaki. And I'm going to fast, I'm going to pray, I'm going to deny myself every joy. Maandiko yanasema askari mwema ni yule anajinyima kila kitu ili ampendeze bwana wake. Anajinyima kila kitu. Na hiyo safari sio wengi tunapenda. No wonder unaweza ukaona Sunday service ikiwa na watu hata karibu 10,000. Wewe itakesha. Watakuja watu 50. Kanisa 10,000. Kesha iko na watu 50. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakienda sana 100. Why? Safari ya kugrow kiroho
ndugu yangu, inakujikataa sana. Unajikataa, unajinyima, unajitesa. Yesu alijinyima usingizi, alijinyima raha nyingi. He had no time to put his head somewhere. He was so focused in the spiritual world. Ukiangalia Yesu katika maisha ya kidunia, ndugu yangu, hakuna mahali utaambiwa huyu jamaa alikuwa na ploti 10. Huyu jamaa alikuwa na kitu fulani. He had nothing. But in the spiritual world he was so rich. So rich. Angechukua hata punda ya mtu na hakuna mtu angeuliza maswali. Na alionyesha ya kwamba ana own these things. He owns them. Enda unichukulie hiyo punda, wachana na mwanapunda, ulete. Mtu akikuuliza mwambie ni Bwana anatumia. He was very rich. Enda kamwambie fulani leo tutakula Pasaka kwa nyumba yake. He was very rich. Bwana Yesu asifiwe sana. He owned everything. Enda kwa mto, samaki ya kwanza utakayotoa, pasua, utapata pesa. What was he trying to tell us? He owns everything. He knows where everything is. Mahali kila kitu iko, mimi najua. Mahali kila kitu iko. I own them. They are mine. Bwana Yesu asifiwe sana. Situmpe Bwana Yesu makofi. He was very rich. He was very rich. Very rich. Hallelujah. Hallelujah. Na sisi lazima tuweke akili yetu kwa mambo ya kiroho. If at all we want to prosper. If at all we want to go the Jesus way. The Jesus way. Lazima tutoke kwenye hizo pingu na utumwa na minyororo ambayo shetani ametuweka. Lazima tutoke katika laana ambazo zilitamkwa na Baba yetu wa mbinguni wakati tulipombetray tukiwa katika bustani ya Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. The world we have today, it is not the world God purposed for us. Ile dunia Mungu alitupurpose, aliifunga. Tulikubaliana hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kitabu cha Genesis 3. Is it Genesis 4? Maandiko yanasema Mungu akaagiza makerubi wafunge bustani ya Eden. Ukawekwa visu, upanga mbili. So we were given this world that was full of curses. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hasira ya Mungu ikalaani mchanga, mimea, kila kitu ikalaani. Alafu tunaambiwa tena kuna ile laana ya ile tunda tulikula. Yaani imagine laana mbili. Jana nilikwambia ya kwamba I wish Mungu anipeleke kwa mashule za watoto. Watoto wa shule, secondary, university, niwaambie bwana, nyinyi wakati hujakutana na dhambi, you are very rich. God has blessed you with everything. Siku unaanza kuonja dhambi, those curses zinaua kile kitu ambacho Mungu amekupatia. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact, God takes it away from you. Wakati unaanza kuintroduce sin in your life, those curses that come along with the sins you do, they take away the blessings of God. Hallelujah. Amen. Wakati mtu yoyote hajajicorrupt na dhambi, anakuwa very rich, very rich. Kijana mpotevu alitoka nyumbani kwao akiwa very rich. Wakati alipoanza kujicorrupt na dhambi, kila kitu ilienda. Amen. Hallelujah. Shetani anakutamanigi kama vile mwanaume anaendaga pale Luthuli siku ya kwanza na anapata ile msichana ambayo hata hajawahi mkuta hapo, anaona huyu ni msichana mgeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Japo kuna wamama wengine wamekaa hapo miaka nenda rudi, kuna mama laya wengine wamekaa hapo miaka nenda rudi, lakini anaona hao wameisha, utajiri wao imeisha. Tunataka huyu mgeni huyu ndio amekuja akiwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndio shetani anakutamanigi. Hallelujah. When you are new to sin, he loves you. Anaweza kukuonyesha vile mambo ya dunia ni mazuri, lakini wakati dhambi imekukolea na laana ya Mungu imekuja juu yako, hata hana time na wewe. Anajua you are cursed. The devil has no place with the cursed. Wacha nikwambie, mtu asikudanganye eti wale walevi nini ni wa shetani. Amewakataa, hata sio wake. Anajua hii group inaenda kuchomwa moto. Hasira ya Mungu iko juu ya hawa. Ule
lied to you? Eti shetani anataka kukaa na wale watu ambao hasira ya Mungu imewaka juu yao. Anajua nikikaa na hao watu hata mimi niko hatarini kumulikwa na Mungu. So shetani anakutoroka, Mungu anakutoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anakutoroka, Mungu anakutoroka. Now what preys upon your life? Demons. To mapepo. To demons. Mimi usema to demons na to mapepo ni hyenas wa kiroho. Tunaelewana? Wakati simba imechoka kukula hiyo nyama na chui, to hyena. Sasa kama unasema sio shetani anasumbua maisha yangu, ni nani? Nani anasumbua maisha yangu? Mafisi wa kiroho. Mafisi, demons. Yesu alikutana na huyu jamaa anajikula manyama, amefungwa minyororo, amepigana na ile minyororo mpaka amekata. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipouliza nyinyi ni wakina nani, walisema sisi ni jeshi, we are legion, sisi ni hyenas, sisi ni mafisi wake. No wonder they were very afraid. Hallelujah. Sema tunaomba usituangamize. Nguruwe ndio wale, si utuache tutuende huko. Bwana Yesu asifiwe. They hope from one creature to another creature. From one creature to another creature. Huyu tunakuachia kwa sababu uko na mambo na yeye. Lakini wale nguruwe ambaye una mambo na wao, si tuende huko. Wangapi wananielewa? Mwamburi, tunaelewana? Baba, huyu una haja na yeye Bwana. Tunakuachia. Hatutaki vita na wewe. Lakini ile manguruwe, na unajua according to the Bible, nilikwambia nini? Nguruwe ni lugha ya wenye dhambi. Waraka wa pili wa Petro, 2 Peter 2 mstari ni ule wa 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kama nguruwe iliyooshwa, haleluya, ikarudi ikagaagaa mavumbini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguruwe ni sinners. Nguruwe. So the devil will only get out of that person ambayo Mungu ako interested na yeye. Hallelujah. Hallelujah. If you want him, we have no problem. We are going. But command us to amuru. Command us to go to those ones. Amen. Amen. Maana yake hata hapa tukianza kufanya autako na tunaombea na kutokee mtu aseme pasa mimi nataka kuokoka. Hata watu 5 watokee hapa waseme sisi pia tunataka kuokoka. Wale mapepo wako pale ndani wanasema okay, kama hawa wameitwa na Mungu, si kuna nguruwe wengine wako hapa ambao bado hawajajipanga. Ukija kwa mkutano wa Mungu lazima uhakikishe umejipanga kuokoka. Bila hivyo utatoka hapa na laana. Nilikuwa naambia dada Grace juzi wakati tukiomba, yule jamaa alikuja hapa na bibi yake wakiwa walevi. Alafu yule bibi yake alikuwa analia kuokoka. Anasema mimi nataka kuokoka. Nataka kuokoka. Sitoki hapa bila kuokoka. Huyo dada amegaagaa hapa paka huko. Akatoka tena huko akagaagaa paka hapa. Nilipotoka kwa gari sasa nimeona wamepigana zaidi. Nikakuja kusema msipiganie kwa madhabahu, ondoke. Yule dada alinishika nguo. Pastor, uliwaji bila kuokoka. Uliwaji. Ilibidi tumuombee aokoke. Tulipomuombea akaokoka, ile mbio alitoka hapa, alitoka mbio kama mshale. Shida bwana yake akakataa kuokoka. Bwana yake alikataa. Sasa mimi naona ni kama ile mapepo ilitoka kwa huyu mama, iliingia kwa huyu bwana.
Huyu bwana alitoka hapa amepigwa, alipigana na jamaa mwingine, akapasuliwa huko, akapasuliwa huko, akapasuliwa mdomo. Nikasema okay, hii ilikuwa nguruwe na huyu alikuwa yule anaokolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ile kitu nilipendea huyo dada, niliona hata si hakuwa na mchezo, hakutoka hapa paka aliokoka, hakutoka hapa paka alilia, akalia paka anasema, we pastor, hata ujui yale mambo nimepitia mimi, ndio najua kwa nini nalilia kuokoka. Na yeye akaokoka, na bwana yake akakataa, na bwana yake akaishia Mankumi, na Mankumi na sura ikafura. Na hata huyo bibi alijua leo ninaenda na yeye, hakuenda na yeye. Naona vile laana mbaya. Bibi akakuacha juu ya mawe, na yeye anaona kabisa sasa ni kama roho wa Mungu alimtorosha, kaambia sasa wewe umepokea neema mpya, achana na hiyo gaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Situmpe Yesu Kristo makofi jamani. Na mimi ninajua mahali popote Mungu anatajwa lazima confirmation ikwe. Haya mahubiri tunayohubiri leo lazima yana confirmation yake. Lakini wengi wetu ni wale hatutaki kuyazingatia mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni ni mazito, na ndio maana wengi wetu hatutaki kushughulika nayo, ni magumu. Ndugu yangu, mambo ya rohoni sio kuingia kanisani na kuimba kwaya na kumaliza na kurudi nyumbani. You have to deny yourself everything. You have to suffer. You have to carry that cross. You have to teach yourself the weight of the cross. Uzito wa msalaba. Lazima ujifunze uzito wa msalaba. Tumwongeze Bwana Yesu Kristo makofi ya utukufu. Ni kibarua kizito kiko pale. Wewe huwezi kuyaongelelea mambo ya kiroho ndugu yangu kama hujui uzito wa msalaba. Huwezi kujua kwa nini watu wanaokoka kama hujui uzito wa msalaba. Huwezi. Msalaba una uzito wake. Usione mtu ameokoka unamtukana na nyamaza ukamuona ni mjinga. Anasikiza uzito wa msalaba. Usione mtu unamdhulumu pesa yake, alikukopesha kwa moyo mweupe na unamdhulumu, unamwambia sikulipi na anakuambia barikiwa, ukafikiria huyo mtu ni mjinga. Ana test the weight of the cross. Tumuongeze Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Paulo anauliza hivi, mtu anafufuliwaje? Anasema you have to die. Kiburi cha maisha lazima kikufe. Wangapi tunaelewana vizuri? Tamaa ya maisha lazima ikufe. Ile nature yako ya kikawaida, nature ya kibinadamu, ile ambayo ulikuwa umefundishwa na baba yako Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. It all must die. It must die. Amen. Ulikuwa unasemaga, bwana mimi sio mtu wa kusukumwa. Mimi sisukumwaji. Mimi sisukumwaji. Ukija kwa Yesu ndugu yangu, hiyo roho lazima ikufe. Kwa sababu kwa kiroho utasukumwa. Utasukumwa. Maisha ya kiroho yatakupeleka mpaka mahali usipotaka. Yatakusukuma. Yatakupeleka in and out. Hallelujah. Tumpatie Yesu makofi. Yatakuchonga ndugu yangu mpaka ufit kwenye ile barabara. Watu wanafufuliwaje? Watu wanafufuliwaje? Kuna mambo ambayo ninataka usikilize, ya kwamba lazima yakufe ndio uweze kufufukia upande ule mwingine. Inasema mpandapo hampandi mwili ule unao, mpandapo hampandi mwili ule unaotegemewa kuwako, bali mwapanda mbegu tupo, pengine ya ngano au mbegu tupo, samahani, pengine ya ngano au ya kitu kingine, lakini Mungu huipa hiyo mbegu umbo kama alivyokusudia mwenyewe, na kila aina ya mbegu huipa umbo lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatuokoki sawa. Hatuokoki sawa. Hatukuwa na mapito sawa tulipokuwa dhambini.
Wangapi tunaelewana vizuri? Hapo ndio Paulo anaongelelea kuhusu mbegu tofauti tofauti. Hatukuwa na mapito sawa. Aloisi, wewe labda ulikuwa mlevi, labda mimi nilikuwa mtu wa bangi, mwingine alikuwa mtu wa mogoka, mwingine alikuwa mtu wa kuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine alikuwa mtu wa umalaya. Hizi ni mbegu tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna mtu alikuwa ni mtu wa madharau, mtu wa kiburi. Hizi ni mbegu tofauti tofauti. Maandiko yanasema wakati tunapokufa ndani ya Kristo, tusitegemee ya kwamba tutatokea kule tukiwa mbegu tofauti tofauti. Mungu anatupatia mbegu yeye vile alivyokusudia, yeye vile alivyoamua, kwa sababu wakati wowote tunafufuka katika ufalme wa Baba, tunafufuka into perfection. Wakati tunaelewana language hapa, tulikufa katika kila aina ya udhaifu, lakini wakati tunaingia katika ufalme wa Baba, mahali Mungu anasema hakuna kinyonge kitaingia huko, hakuna chochote kile ambacho hakiko kamili kitaingia huko. Tunaingia into perfection. Maana yake Mungu atatufufua kulingana na makusudi yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu huipa hiyo mbegu umbo kama alivyokusudia mwenyewe, na kila aina ya mbegu huipa umbo lake. Kwa maana nyama zote si nyama za aina moja. Binadamu wana nyama ya aina moja, wanyama wa aina ingine, kadhalika ndege na samaki na wanyama tofauti. Haleluya. Pia kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani. Kuna miili ya mbinguni na kuna miili ya duniani. Lakini uzuri wa ile miili ya mbinguni ni wa aina moja. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri, sababu tunafufuliwa into perfection. Haleluya. Hatutaweza kukua na miili tofauti tofauti huko mbinguni. Hapa we are raised into perfect. Maana yake hata kama ulipandwa ukiwa gaidi, you will be raised into perfection. Haleluya. Hata kama ulipandwa ukiwa malaya international kama Mary Magdalene, Bwana Yesu asifiwe sana, ama mwanamke Msamaria, utafufuliwa into perfection. Na ndio maana anasema lakini mwili wa mbinguni ni wa aina moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anaendelea kusema hivi, anasema lakini uzuri wa ile miili ya mbinguni ni wa aina moja, na uzuri wa ile miili ya duniani ni wa aina nyingine. Jua lina fahari ya aina moja, mwezi nao una fahari yake, na nyota pia. Nazo nyota hutofautiana katika fahari. Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati wa ufufuo wa watu. Ule mwili wa kuharibika uliopandwa utafufuliwa usioharibika. Unapandwa katika aibu, haleluya, unafufuliwa katika utukufu. Unapandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa rohoni, mwili wa kiroho. Alafu kitu cha mwisho ambacho kinanipendeza, kama kuna mwili wa asili, basi mwili wa rohoni pia iko. Kwa hiyo imeandikwa, mtu wa kwanza Adam alifanyika kiumbe hai. Adamu wa mwisho yeye ni roho iletayo uzima. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lazima sisi tuzaliwe katika roho ambazo zimejaa uzima. Amen. Mwenye kutupa uzima ni Yesu. Anasema nimekuja ili muwe na uzima tele tele. Mwenye kutupatia huo mwili wa kiroho ni Roho Mtakatifu. Biblia inasema kama yule roho aliyemfufua Kristo ako ndani yako, na wewe utafufuliwa. Atakufufua. Amen. Umejiandaa katika safari hiyo, sababu sio safari ya mchezo.
Ukisikia safari yoyote ambayo inahusu mauti, ndugu yangu, sio safari ya mchezo. Mauti ni mauti, iwe utachinjwa na kisu, iwe utanyongwa tu, iwe utakuwa drowned, mauti ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. There are all sorts of death. Kuna mwanamke anakaa kwa ndoa na bwana yake, haleluya, huyu bwana hamupigi, lakini ile vitu ambayo huyu bwana anamfanyia huyu mwanamke inampa mauti. Wangapi tunaelewana? Depression, stress, whatever na nini, na mwanamke anakufa slowly ndani yake. Haleluya. Mauti ni mauti, no matter how it comes. Na tuna mauti ya kiroho, tuna mauti ya Kikristo. Na mauti ya Kikristo, where does it affect us most? Itatunyima zile vitu sisi tumependelea. Mauti ya kiroho. Nilisikia ndugu yangu mmoja akihubiri mahali na nikafurahi. Akasema the only thing that Jesus is interested, anataka akutoe kwa gereza ambalo wewe umefungwa. He did not come to make that prison comfortable. He came to take you out of that prison. Kuna watu wengi wanataka ile gereza ambayo umefungwa, uletewe mattress kidogo ile nono, sababu ile iko pale inakufinya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hata wanataka wabadilishiwe chakula pale ndani ya gereza, waletewe ile mkate iko na Blue Band na maziwa iko na chai, but wako bado kwa gereza. Hawaoni the importance of getting out of that prison. Wanaona bora nikae tu kwa gereza, lakini mambo ya hii gereza ndio ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mambo iko kwa hii gereza ibadilike. But Jesus did not come to make your prison comfortable. He came to take you out of the prison. Amekuja hatutoe kwa gereza. Nilikwambia hapa tuna laana imetufunga tangu wakati Adam na Hawa walipozaliwa. Laana ya kubetray Mungu. Wakati Adam na Hawa walipobetray Mungu, God put a curse on us. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wakaenda wakakula ile tunda kwa mti, God put a curse on us. Na ndugu yangu, hakukuwa na kitu ya kuvunja laana ya Mungu. Hakukuwa na kitu hapa duniani ya kuvunja laana ya Mungu isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo iliyopatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu alipokufa msalabani, we came out of that curse. That curse ambayo ilikuwa imeshinda kila mtu. Wayahudi walitafuta njia zote wakashindwa, lakini Mungu alitafuta njia ya kututoa. Na hiyo ndio kitu Yesu anasema kwenye kitabu cha Isaia 61. Roho wa Bwana yuko juu yangu, amenituma niwatangazie siku yenu ya kuwekwa huru, matekwa wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. I am here for that mission. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu hata leo wakienda kanisani, they still don't see the reason why I should get saved. Kwa nini niokoke? Hawaoni. Wanaona kuokoka ni mzigo. Wanaona kuokoka ni kunyimwa raha zao, maisha yao. Kuna mwingine aliniambia, pastor, wacha kunisukuma sana na maneno ya kuokoka. Si wewe ulishakula kula, wewe ulikula raha. Ulipotosheka ndio ukaokoka. Sasa na mimi pia wacha nikule. Bwana Yesu. Nikamwambia labda wewe utapata opportunity ile nilipata. Haleluya. Mimi nilinyakuliwa kutoka katika moto. Labda wewe kitambo ufikirie kuokoka, uko mchangani, tunakuzika. Haleluya. Wangapi tunaelewana lugha? Simama kwa miguu yako miwili. Mungu akubariki sana. Nakupa homework jioni ya leo. Nakupatia homework. Nataka uende usome hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15, na ninataka uanze mstari wa 35. Maliza hiyo kitabu. Maliza. Take your time. Najua most of you mko na mabiblia kwa nyumba. Wangapi wako na mabiblia kwa nyumba? Take your time. Go and have Bible study. Kuna kitu kingine pia ninataka nikuambie. Nisikilize na kuomba. Ndugu yangu, usilale bila kufanya maombi.
Nataka nitilie hiyo kitu mkazo. Usilale bila kufanya maombi. Ndugu yangu, demons use you people when you sleep. Demons. Nimeongea kuhusu mafisi ya kiroho. Mafisi. Kuna wengine hata wamewaoa. Kuna wengine wamewaoa na kuna wengine mumeolewa na wao. That is why when you sleep unaota ukilala na mwanamke. Hayo ni maroho yamekuoa wewe, yamekuoa. Hata ulale na mke wako, umalize mke wako, ulale na bibi, umalizane na bibi. Ndugu yangu, you will be very surprised kuona hiyo pepo imekuja, hata hiyo inataka uishughulikie. Umemalizana na bibi, umeingia kulala kwa blanketi, inakuja, inakwambia na mimi raundi yangu je. Uwe na tabia ya kuomba kabla hujalala na kuomba. Ukiamuka asubuhi uwe na tabia ya kujifunika na maombi. Na sio maombi makavu. Proclaim the blood of Jesus Christ. Proclaim the power of the Holy Spirit. Proclaim the authority of Jehovah in your life. Wangapi tunaelewana vizuri? Usiogope shetani. Mtangazie wazi wazi. Shetani, nimekudump, nimeenda kwa bwana mwingine. Na huyo bwana ni Yesu Kristo. Shetani, nimekudump, nimeenda kwa Yesu. Bila hivyo ndugu yangu, our spiritual teachers taught us ya kwamba hivi vitu vinavyofanya na wewe vituko usiku, ndugu yangu, huwa ni matambiko wanafanya na wewe, ni matambiko. Wanakuletea roho za umasikini, wanakuletea roho za kuhangaika. Wakati wanafanya hivyo, wewe unaweza ukafikiria ya kwamba unaenjoy, unasema bwana, nimeona kademu kazuri bwana, kademu kalikuja kamzungu. Ndugu yangu, ni pepo, ni pepo. Wangapi wananielewa? Ni pepo inakufanyia matambiko, inafunga your finances, inakufungia neema yako. Kila kitu ukifanya haiendelei. Wangapi wananipata vizuri? Unaanza biashara, haiendelei. Niko na messages ngapi kwa simu? Pastor, mbona nikioa bibi ananiacha? Naoa ananiacha. Nani aliniroga pastor? Nitafanyaje? Ndugu yangu, kuna vitu vinafanyika katika ulimwengu wa roho. Na wakati zinakuja juu yako because you don't understand, hauelewi vitu hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauelewi vitu hivi, unaona ni kawaida, halafu mambo yako yanaanza kuharibika. Mambo yako hayaendi vizuri, mambo yako yanavurugika, na kumbe ujui mikataba inayofanywa usiku. Na kuomba, kama hujaokoka, tafuta kuokoka. I will not push you to get saved, but I will advise you. Kama haujaokoka, okoka. Swala la kuokoka sio la kulazimisha mtu. Swala la kuokoka ni kushauri mtu. We advise you, jifunike. Hii damu ya Yesu ndugu yangu iko na nguvu, kama ile damu watu wa ukoo yenu wanaogopa ya mbuzi, kondoo. Wakichinja wanamwaga kidogo kwa boma. Wakikuja kukaa wazee 10 hivi, kabla hawajaongea wanachukua pombe wanamwaga kidogo pale. Mwenye boma anaangalia kakuku, anasema hiyo kuku hiyo hebu ikamateni. Hawa wazee hawawezi kutoka hapa bila kuongea maneno. Ndugu yangu, hiyo maneno haiongelelewi bure. Ni ile uhai ya kuku imechinjwa na damu yake ilipomwagika, hawa wazee wakaongea. They are placing curses in that land. Bwana Yesu asiwe sana. Na damu ya Yesu inaturap like this, inatufunika. Very strong detergent. Kwanza inatuosha, alafu inatufunika. Mishale yote inayorushwa kutoka katika ulimwengu wa giza, it cannot penetrate that blood. Any wicked demon anataka kufanya rituals upon your life in the middle of the night, hawezi kukusogelea. Akiona hiyo damu anasema hii ni mali ya mwengine.
na this blood tunaijua, hatuwezi kuigusa. Wangapi wananielewa? Be active in prayers. Inamisha uso wako, nenda mbele za Mungu. Shukuru kwa ibada ya leo. Mshukuru Baba kwa ibada ya leo. Mwambie tu Baba, asante kwa yale nimesikia. Asante kwa yale nimesikia. Asante Baba. Naomba nibadilishwe, naomba nifunikwe na damu ya Yesu. Naomba nisafishwe. Naomba uniweke hali ambayo ibilisi hawezi kunisogelea. Naomba uniweke hali ambayo ibilisi hawezi kunitumia kwa njia yoyote. Naomba unifiche na ukaniumbe kwa hali ambayo shetani hata aje usiku wa manane hawezi kufanya matambiko yake juu ya maisha yake, juu ya maisha yangu aniharibu. Naomba unifunike, naomba unifiche, na kuomba Baba na kulilia Mwokozi. I want to be safe in your hands. I want to be safe in your hands. Naomba tu damu ya Yesu ikaweze kutrace back my whole generation, ikaweze kufix kila kitu ambacho kiliharibiwa juu yangu, chochote kilichoharibiwa juu ya maisha yangu, chochote kilichovunjika na kubomolewa, chochote ambacho kilichopandwa kinyume na kile ambacho Bwana ulinikusudia, chochote kilichopandwa against whatever you purposed me for, niondolee Jehova. I want to be safe under your covenants. Baba, ninaomba unifundishe kulitunza agano. Nilitunze agano kwa sababu ni agano ambalo linanitetea, agano la Yesu. It is the covenant of Jesus that protects me. Bila hiyo covenant, Baba, mimi niko defenseless. The kingdom of darkness can destroy me. Inaweza hata ikaniiba, inaweza ikaniua. But with the covenant at hand, mimi nikilikiri jina la Kristo na kisimama nikilitunza agano, nikiitunza hiyo damu ya Yesu inayonilinda, I am safe. Thank you Jesus. Thank you my Lord. Kwa wale wote ambao wamesikia maneno ya leo, lazima kuna mambo yauliwe ndani yetu. Kuna mambo lazima yabomolewe kabisa, ili tufufuliwe kule tukiwa very perfect in that life. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Tumpe Bwana Yesu makofi. Tumuongeze Yesu Kristo makofi. Nataka tuinue mikono yetu, tuinue tu mikono yetu, tuelekeze hapa, tuwaombee ndugu zetu, hata wao pia wajiunge na familia ya Kristo. Haleluya. Rudia haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako, mimi ni mtenda dhambi, na kuomba Yesu Kristo, damu yako iliyomwagika msalabani initakase, inisafishe. Ewe Yesu, ninajua hili ni wewe peke yake unavunja laana zote, unavunja mikosi yote, unavunja na kuharibu kazi za ibilisi. Ewe Yesu, ninakukimbilia. Kazi zote ibilisi amefanya juu yangu, mambo yote ibilisi amefanya katika maisha yangu, ewe Yesu, bomoa. Ewe Yesu, haribu. Ewe Yesu, vunja. Niweke huru, niondoe katika laana za ukoo, niondoe katika maagano yote yaliyowekwa kati yangu na ufalme wa giza. Ewe Yesu, nifanye kiumbe kipya kuanzia leo. Asante Bwana. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Naomba ukija kuchukua kanisa lako, nisisahaulike, niwe miongoni mwa wale watakaourithi ufalme wako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuwapigie makofi mazuri sana. Tuwapigie makofi mazuri.